Usalama Fred Matiang'i leo hii anazuru kaunti mbili, Kisii na Nyamira, ambazo ni ngome zake za kisiasa. Hebu tuungane mbashara na mwandishi wetu Kombo Alfayo atujuze mengi. Kombo, hujambo? Naam, asante sana Ruga Ivan. Nakwambia kwamba aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani ambaye ni Fred Matiang'i, ukiangalia kwamba ni wakazi ambao wameweza kujaa katika eneo hili. Tumekuwa katika eneo lile la Kijauri ambapo mamia ya wakazi walikuwa wamejaa katika eneo lile, walikuwa wamejaa pomoni kwa muda wa masaa mawili kutoka mwendo ule wa saa 3. Magari yameshindwa kuelekea upande wa Nairobi, na ukiona tu hapa ni wakazi ambao wamejaa katika eneo hili. Tutakuwa nazungumza na baadhi yao. Naona kama huyu ni mmoja, pengine naona ni kama umetoka Nairobi au kaweza kufika hapa. Ni nini ambacho tumekufanya wewe ukaondoka jijini Nairobi kuweza kufika katika kaunti hii ya Kisii? Kwa majina naitwa Dennis Ongera, mimi ni mkaaji wa Nairobi, Embakasi East, Embakasi Ward. Nimetoka huko kukuja kushuhudia homecoming ya Mheshimiwa Honorable Fred Matiang'i, kiongozi wa 2027, ambaye kila mtu amejua ya kwamba round hii vijana kama haswa sisi vijana tumeamua tutakufa na Fred Matiang'i, kiongozi ambaye ataleta manufaa, ataleta mabadiliko kutoka hapa. So watu wote tumesema round hii tutakuwa chini ya uongozi wa Fred Matiang'i na viongozi wengine wote. Kumbuka kwamba Ruga Ivan, mahali ambapo tumesimama ni mahali ambapo biashara hufanywa kila siku, lakini siku ya leo naona kwamba biashara nyingi eneo la Keroka zimeweza kusimama hasa siku ya leo. Lakini tukazungumza pia na mwananchi mwingine atueleze hasa leo tunaona kwamba Fred Matiang'i yupo hatua chache nyuma tu yupo kuwasili hapa. Je, wewe ni kipi ambacho kimekufanya wewe ukaacha shughuli zako kuja kumtazama akiwa anaingia? Mwanzo kabisa, kwa majina naitwa Vincent Omwanja, nimetoka ni mkazi wa maeneo ya Kisii, na leo ni siku kubwa kwa Kisii na Kenya kubwa kwa jumla. Tunasema ya kwamba our bulldozer anaingia leo, it's his homecoming. Then kwenda mbele tutashipaka kama jamii ya Mkisii, tutapita Kenya mzima, ndio tuanze kwa lile jukumu la kutafuta kura za Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Kwa leo atatusalimia hapa na atatueleza kile anacholenga, then tutaendelea. Asante sana. Bila tupate wa mwisho. Asante sana kwa nafasi. Kwa majina naitwa Bernard Nyaora, kiongozi wa vijana Kisii. Sisi leo tunamkaribisha kingpin wetu, msemaji wa jamii ya Kisii na Kenya mzima. Yeye ndio kiongozi wetu, na tunatarajia kwamba vile vitu alifanya Kenya yote watu watamunga mkono ili awe rais wetu wa 6 katika Jamhuri ya Kenya. So thank you and Naam, asante sana Ruga Ivan. Tukiangalia ni kwamba nipo hapa ambapo nazungumza na mbunge ambaye ni Clive Gisairo. Mheshimiwa, pengine tuko live. Tungependa kuuliza, je, hasa siku ya leo kwa nini umeweza kuungana kuja hasa katika eneo hili kuungana na Fred Matiang'i? Leo ni siku ya kuonyesha umoja wa Umogusi, na tunaweza fanya mambo yetu kama Umogusi, na tunaweza zungumza kwa lugha moja. Leo sio siku ya kusema ni chama hiki ama chama kile. Ni siku ya kusema tunataka mmoja wetu aweze kutuzungumzia, aweze kuzungumza kwa niaba yetu na kupeana ujumbe ambao tuko nao, shida ambazo tuko nazo kwa njia ambayo ina umoja. Asante. Asante sana Ruga Ivan. Ukiangalia kwamba ni mbunge wa Kitutu Masaba, eneo hili la Nyamira. Tuko nazungumza, kumbuka kwamba Matiang'i amezungumza kwa mara ya kwanza hasa eneo lile la Kijauri, akasema kwamba kwa lugha ya Kigusii kila ambacho watu wanataka amekubaliana nacho, ila tu atakuwa anaungana na vigogo wengine ili kuhakikisha kwamba wamepeleka au kusukuma gurudumu la taifa la Kenya mbele. Sina la ziada ila kurejesha usukani, lakini kumbuka kwamba wasikilizaji wetu tutakuwa tunawafahamisha tukio baada lingine. Kutoka hapa akiwa na wasili waziri aliyekuwa waziri ambaye ni Fred Matiang'i, atakuwa na wasili muda wote kutoka sasa. Ukiangalia kwamba ni seneta wa Nyamira Amos Nyaribo, na ukiangalia kutoka nyuma kidogo ndio yule kule akiwa ameinuka ametoka juu ya gari ambalo alikuwa amesimama. Kwa hivyo ukiangalia ni kwamba Matiang'i mwenyewe ameweza kutokea. Naam.